Kuwa fundi simu ni kazi inayohitaji ujuzi, uvumilivu na bidii. Si jambo la kufanya kwa siku moja, bali ni safari ndefu ya kujifunza na kujitahidi. Hapa kuna mwongozo wa hatua kwa hatua unaoelezea jinsi unavyoweza kufanikiwa katika taaluma hii. Hatua ya kwanza, kuwa na nia na kujitoa. Njia ya kufaulu huanza na nia. Kabla ya kuanza, jiulize, kwa nini ninataka kuwa fundi simu? Majibu yanaweza kuwa mbalimbali, kama vile ninapenda teknolojia au nataka kujiajiri. Kuwa na nia sahihi kutakusaidia kukabiliana na changamoto zote zinazojitokeza njiani. Baada ya kuwa na nia, unapaswa kujitoa kwa 100%. Kujitoa kunamaanisha kuwa tayari kujifunza, kufanya kazi kwa bidii na kutokata tamaa hata pale unapokosea. Hatua ya pili, tafuta kozi ya ufundi simu. Baada ya kuweka malengo, hatua inayofuata ni kujiunga na kozi ya ufundi simu. Kozi hizi hutolewa katika vyuo vya ufundi na taasisi mbalimbali. Hakikisha unachagua chuo kinachotambuliwa na kina walimu wenye uzoefu. Kozi hii itakupa msingi wa nadharia na vitendo unaohitajika. Katika kozi utajifunza mambo kama posiri, aina za simu na mifumo yao ya uendeshaji. Simu zina aina nyingi kama vile simu za Android, iPhone na nyinginezo. Utajifunza jinsi kila mfumo unavyofanya kazi na jinsi ya kuushughulikia. Vifaa vya ufundi. Utajifunza kutumia vifaa mbalimbali kama vile multimeter, kifaa cha kupima umeme, soldering iron, chuma cha kuungia, na vifaa vya kutoa skrini na betri. Jinsi ya kufungua na kufunga simu. Hatua hii ni muhimu na inahitaji umakini mkubwa. Utajifunza jinsi ya kutoa skrini, betri na bodi ya simu bila kuharibu chochote. Utambuzi wa shida na matengenezo. Hii ndiyo sehemu muhimu zaidi ya kozi. Utajifunza jinsi ya kutambua shida za simu kama vile simu haziwaki, haishiki chaji au imevunjika skrini. Pia utajifunza jinsi ya kutatua shida hizo. Hatua ya tatu, jifunze kwa kazi, on the job training. Baada ya kumaliza kozi, hatua inayofuata ni kujifunza kwa vitendo. Njia bora ya kufanya hivi ni kutafuta fundi simu mwenye uzoefu na kumwomba akufundishe. Wengi huanza kama mafundi msaidizi na kujifunza kwa vitendo mambo mbalimbali ambayo hawakuyapata shuleni. Kujifunza kwa kazi kuna faida nyingi, kama vile kujifunza jinsi ya kufanya kazi na wateja. Fundi simu haihusu tu kurekebisha simu, bali pia kuwasiliana na wateja na kuwajengea imani. Utajifunza jinsi ya kutoa huduma bora kwa wateja, kama vile kuelezea tatizo la simu na kumpa mteja muda halisi wa kurejeshwa. Kukabiliana na shida mpya. Kila simu ina shida yake, na utajifunza jinsi ya kutatua matatizo ambayo hukuyajua. Hii itakupa uzoefu na kujiamini katika kazi. Kujenga mtandao wa watu. Utakutana na mafundi wengine, wateja na wauzaji wa vifaa vya simu. Hii itakusaidia baadaye unapohitaji msaada au vifaa. Hatua ya 4, nunua vifaa vyako mwenyewe na anza kazi. Baada ya kupata uzoefu wa kutosha, utakuwa tayari kuanza kazi yako mwenyewe. Hatua hii inaweza kuwa ngumu kwani utahitaji mtaji wa kununua vifaa na kodi ya duka. Kuanzia kidogo ni muhimu. Unaweza kuanza kwa kufanya kazi nyumbani kwako au kwa kufanya kazi za simu za marafiki na familia. Vifaa muhimu vya kuanzia ni pewe. Sanduku la vifaa toolkit, liwe na bisibisi mbalimbali, vifaa vya kutoa skrini na betri na vifaa vingine vidogo. Soldering iron. Hiki ni muhimu kwa kuunganisha sehemu ndogo za umeme. Multimeter. Huu ni lazima kwa kupima umeme na kuhakikisha bodi ya simu inafanya kazi. Sehemu za kuhifadhi. Hizi ni muhimu kwa kuhifadhi skrini, betri na sehemu nyingine. Hatua ya 5, kujitangaza na kuendelea kujifunza. Biashara yoyote inahitaji wateja. Baada ya kuanza, unapaswa kujitangaza ili watu wajue huduma zako. Unaweza kutumia njia mbalimbali kama vile mdomo kwa mdomo, word of mouth. Fanya kazi nzuri na wateja wako watakutangaza kwa marafiki na familia zao. Mitandao ya kijamii. Fungua kurasa za Facebook au Instagram na uweke picha za kazi zako. Matangazo. Unaweza kuweka matangazo madogo katika maeneo ya biashara. Pia, teknolojia inabadilika kwa kasi. Kama fundi simu, unapaswa kuendelea kujifunza mambo mapya. Soma vitabu, angalia video za YouTube na ufuatilie habari za teknolojia. Kujifunza mara kwa mara kutakufanya uwe na uwezo wa kurekebisha simu mpya zinazoingia sokoni. Kwa ufupi, njia ya kuwa fundi simu ni safari inayohitaji subira, bidii na kujitolea. Hata unapokosea, usikate tamaa. Kila kosa ni funzo na kila hatua unayochukua inakufanya uwe bora zaidi. Ukifuata hatua hizi, unaweza kufaulu na kufikia malengo yako.